Unahisi kama nyota yako imechukuliwa. Kuna upinzani unakutana nao sio wa kawaida. Kuna ugumu unakutana nao kwenye maisha yako. Unasema no, huu ugumu sio wa kawaida. Ukijiangalia zamani au nyuma, kuna mambo yalikuwa yanaweza kwenda kwako kirahisi sana. Kuna vitu ulivyokuwa unaweza kuvipatia mpenyo kirahisi sana. Lakini ghafla unaona kama kuna kitu kimekuja kwenye maisha yako. Ni kama kimechukua nuru yako. Unaona ni kama umewekewa giza. Hakuna kitu kinachoenda. Hakuna kitu kinachofanyikiwa. Ni kama mtu anatembelea nyota yako. Ni kama mtu anatembelea jina lako. Anatembelea neema ambayo Mungu ameweka ndani yako. Nipo hapa kutangazia kwamba ninalo neno la mamlaka. Yeyote ambaye ameiba nyota yako, au anaitumia kwenye kitu gani, au anaitumikisha wapi, leo anaenda kukuachia. Kuna mtu ananisikiliza, ndani yako wewe una ukuu, una ukubwa. Wewe ni mkuu katika ulimwengu wa roho. Mungu alishakuandaa kufanya mambo makubwa. Mungu alishakuandaa kufanya mapinduzi makubwa. Ndani yako Mungu ameweka neema ya kuisaidia familia. Ndani yako Mungu amekupa neema ya uongozi. Ndani yako Mungu amekupa kibali cha kupendwa. Ndani yako Mungu amekupa kibali cha biashara. Una nyota ya biashara. Kila ulipokuwa ukifanya biashara inaenda. Lakini kama sasa hivi unaona kuna ugumu umekutana nao, ni kama kuna mtu alichukua nyota yako. Nataka nikwambie jambo hili. Kibiblia, Yesu alipozaliwa, nyota yake ilianza kuonekana na mamajusi, wataalamu wa nyota katika ulimwengu wa roho. Wakaona nyota ile, wakaanza kuifata. Lengo la kuifata ile nyota, kwa sababu waliona ukuu wa ile nyota sio wa kawaida. Hii inaonyesha wazi ya kwamba kuna namna, kuna watu wenye mamlaka au nguvu fulani kiroho wanaweza kuona nyota za watu, na wanaweza kachukua nyota za watu ili waweze kuzitumia kwenye vitu vyao. Maana ya nyota ni nuru. Maana ya nyota ni mwanga, kuangaza. Kwa maana hiyo, nyota yako ikiwa imefifia au ikiwa na giza, manake utakuwa hauna nuru. Kila unaolifanya linakuwa ni kama liko gizani. Kuna mtu tangu unasoma umekuwa na vita kubwa. Kuna mtu kila kitu kwenye maisha yako kina vita kubwa. Mtu yeyote mwenye nyota kali, vita yake lazima iwe kubwa, kwa sababu maadui wanaanza kumfuatilia tangu akiwa mdogo ili nyota yake isitimie. Ukiona una vita kubwa lakini pia mafanikio yako ni makubwa, basi ujue nyota yako sio ya kawaida. Na kuna mtu ambaye nyota yako inatumikishwa. Pengine kuna mahali uliwahi kufanya kazi. Pengine kuna mahali uliwahi kusaidia mtu fulani, au kufanya biashara fulani, au ukafungua ofisi fulani. Au kuna mtu ulifanya naye kazi, ukaingia naye ubia, ukaingia naye biashara. Baada ya hapo kuachana naye tu unakuta mambo yako hayaendi. Kuna maadui na watu wabaya wanaweza kaanza kuichukua nyota ya mtu, wanaweza kuiba nyota ya mtu. Mwingine kwa kukushika tu mkono, mwingine kwa kuchukua tu pesa yako kwenye mkono, mwingine kukuletea zawadi, kumbe ile zawadi ilikuja kuchukua nyota. Kukuletea nguo, kumbe ile nguo ilikuja kuchukua nyota. Mwingine akaja kukufurahia kwa jambo fulani, akachukua kitu fulani kwenye maisha yako, ukakuta baada ya kumpa kitu fulani nyota yako imeenda. Baada ya kumpa nguo zako, baada ya kumpa viatu vyako, unakuta nyota yako imeenda. Mambo yako yamekuwa magumu, vitu vyako umekuwa ukifanya kiugumu. Mwingine nyota ya elimu, mwingine nyota ya ndoa, mwingine nyota ya kufanya mambo makubwa. Nyota yako inatumika huko kuvuta biashara za watu. Nyota yako inatumika huko kufanyikisha mambo yao. Leo katika jina la Yesu, yeyote ambaye amechukua nyota yako anaenda kuachia. Kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 31. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba kila ambacho mwizi alikiiba atalipa mara 7. Ni wakati huu namwambia Mungu kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ambayo nimepewa kama mtumishi wa Mungu, yeyote ambaye alichukua nyota yako, kwa maombi haya kupitia jina la Yesu, kwa nguvu za Mungu, akarudishe mara 7. Nyota yako ikarudi, nyota yako ikang'ae. Kitabu kile cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 25 anasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na kila kitu ambacho kilikuja kwenye maisha yako kuja kula mwaka wako. Kuna mtu tangu mwaka umeanza unakutana na ugumu sio kawaida. Ukikumbuka kuna mwaka fulani ulikutana na ugumu, au pengine ni mwaka huu umekutana na upinzani usio kwa kawaida na ugumu usio kwa kawaida. Nasema mtumishi wa Mungu, sijui kwa nini nakutana na ugumu huu. Leo nakuombea chochote ambacho kilikuja kwenye maisha yako kikala mwaka wako, kikala kibali chako, kikakuachie. Natangaza katika jina la Yesu, nimepakwa mafuta sawa na Isaya 61 mstari wa 1. Roho wa Bwana yuko juu yangu na kutangazia katika ulimwengu wa roho, chochote ambacho kinatumikisha nyota yako, chochote ambacho kimeshikilia nyota yako, hiyo imewekwa kwenye chungu, hiyo inatumika kwenye ofisi fulani, inatumika kwenye kanisa, inatumika kwenye madhabahu, kwenye msikiti, inatumika popote, iwe popote pale. Au kama kuna mtu alikuja kuweka mikono juu yako akachukua nyota, au kuna mtu anaitumia nyota yako kwa mahali popote, kwa eneo lolote, leo katika jina la Yesu, iwe inatumika kuzimu, iwe inatumika kwa waganga kuvuta wateja, nyota yako inaenda kurudi.
inaenda kurudi kwa jina la Yesu. Kila kilicholiwa kwenye maisha yako, kila uliyetekwa, nyota yako ikachukuliwa, leo inaenda kurudishwa. Kuna mtu naongea na wewe, ni mkubwa sana wewe, una nguvu sana wewe, una nyota kali, una mamlaka kubwa. Wewe unatakiwa uje kuwa mtu mkubwa, lakini nyota yako iko inatumika mahali fulani. Umebakiwa tu na nafsi yako, lakini nyota yako huna nuru, hauangazi popote. Maisha yako yamekuwa gizani, ngali wewe inatakiwa uwe mtu mkubwa, inatakiwa usaidie familia, inatakiwa ufanye mambo makubwa, inatakiwa uweze kubadilisha vitu vikubwa kwenye maisha yako. Ulikuwa ukifanya biashara kidogo tu, biashara inasimama. Ulikuwa ukigusa kitu tu kinaenda. Ulikuwa ukifanya kitu fulani kinaenda. Mwingine nyota yako ya ndoa imeibiwa, hata sasa uolewi, upo tu, unasema ni kama niko gizani. Leo katika jina la Yesu napoendelea kutamka maneno haya, yeyote ambaye nyota yako ilifungwa, yeyote ambaye nyota yako imefukiwa, yeyote ambaye nyota yako inatumika mahali popote, kwa jina la Yesu natamka kwa mamlaka niliyopewa, nyota yako irudi. Nyota yako irudi, nyota yako irudi. Na idai mbingu, na dai ulimwengu wa roho, na dai ardhi, na dai kuzimu. Mahali popote ilipo nyota yako inapotumika, mahali popote ambapo nyota yako ilichukuliwa, iwe ilichukuliwa kwa jumla au ilichukuliwa kipekee, leo kwa jina la Yesu nyota yako inaenda kupiga kelele. Naita nafsi yako kwa jina la Yesu. Jitaje jina lako, sema mimi, kama mimi ni Godwin Ndelwa, sema mimi fulani, taja jina lako. Sema naita nyota yangu ambayo Mungu alinipatia tangu siku niliyozaliwa. Leo hii ninaita nyota yangu inirudie mimi, irudi kwangu, irudi kwangu. Nyota yangu rudi, nyota yangu njoo, nyota yangu njoo. Ninakuita, usitulie. Nuru yangu njoo, nyota yangu njoo. Ita, fanya mikono yako hivi kama unaita, mikono yako kama unaita. Na napoomba maombi haya, kuna watu nyota zao ziliibiwa, kuna watu nyota zao zinatumika kuzimu, kuna watu nyota zenu zinatumika kwenye makaburi, zinatumika huko, zinatumika kufaidisha wengine, kuinua wengine. Kuna mahali mlifanya kazi, mkaipa kampuni faida kubwa, au mkaipa taasisi kampuni faida kubwa. Baada hapo ukatolewa. Baada ya kutolewa, nyota yako kumbe inatumika hapo. Mahali popote ilipo nyota yako, iwe kwenye duka, iwe kwenye kampuni, iwe kwenye ofisi fulani, iwe kwa mtu fulani, iwe ilitumika kisiasa kuvuta watu, iwe inatumika kwa waganga wa kienyeji, ukaenda kwa mganga wa kienyeji akakuchanja, akakupa madawa, akabaki na nyota yako. Leo utasikia nguvu ya Mungu inapita, utasikia nguvu ya Mungu inapita. Maombi haya sio maombi ya kawaida, ni maombi ambayo namuomba Mungu kwa Roho Mtakatifu yawe ni maombi yenye nguvu, yawe ni maombi yenye nguvu. Wakati natoa na kuiandaa maombi haya, yamekuwa na upinzani mkubwa. Nina hakika kuna mtu unaenda kufunguliwa sasa. Na inua imani yako, funika macho yako, ita sasa nyota yako. Sema nyota yangu rudi, sema nyota yangu njoo, sema narejesha nyota yangu, narejesha nyota yangu, naita nyota yangu kwa jina la Yesu. Nyota yangu haijafa, nyota yangu ipo hai, nuru yangu haijafa, nuru yangu iko hai kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nyota yangu njoo. Ita tu, ipo nguvu inapita hapo. Kuna nyota zinaita, zinakuja. Kuna nyota mtu inarudi, kuna nyota mtu inarudi. Nyota ya utajiri, nyota ya utajiri, utasikia mikono yako inatikisika, utasikia mikono yako inatikisika. Nyota ya ndoa, utasikia kidole hicho ni kama kuna vitu vinaanza kufunguliwa. Nyota yako ya sura, kibali cha sura, nyota yako irudi sasa, nyota yako irudi sasa, nyota yako irudi sasa. Na kuconnect na nguvu hii, na kuconnect na nguvu hii. Wewe uliyeinua mikono, unayeita nyota yako, nguvu ikurudie sasa, nguvu ikujilie sasa, nguvu ikujilie sasa. Mahali popote ilipo nyota yako, iwe imefukiwa, iwe inatumika kwenye kampuni, inatumika kwenye ofisi, kwenye duka, iwe inatumika popote, njoo kwa jina la Yesu. Nyota rudi kwa jina la Yesu, nyota rudi kwa jina la Yesu. Nguvu hiyo inaita, nguvu hiyo inakuja, nguvu hiyo inakuja, inarejesha nyota yako. Kuanzia sasa unaenda kukubalika, kuanzia sasa nuru yako inarudi, unaenda kuangaza, unaenda kuangaza. Wewe ni nyota, wewe ni nyota, ni mtu ambaye unatakiwa uwe mtu mkubwa. Naongea na watu wakubwa katika ulimwengu wa roho, naongea na watu wakuu katika ulimwengu wa roho, naongea na watu ambao Mungu ameweka mamlaka ya kubadilisha watu, ya kubadilisha vitu. Kuna mtu unanisikia, ndani yako kuna neema ya uongozi, kuna nguvu ya uongozi. Kila ambapo unaenda unachaguliwa kuwa kiongozi. Kwa sababu gani? Ndani yako una nyota ya uongozi. Kuna mtu una nyota ya kutawala, kuna mtu una nyota ya kuvuta wengine, kuna mtu una nyota ya kuolewa, lakini adui ameweka kizuizi. Nasema huo uchawi uondoke sasa, huo uchawi uondoke sasa. Wewe bali Yesu ambaye unazuia mtu huyu asipokee, unazuia mtu huyu asikutane na nyota yake kama anavyoita nyota yake, alivyofumba macho. Mungu naomba umfunulie mahali ilipo nyota yake, mahali ulipo ufahamu wake, mahali ilipo nguvu yake, mahali lilipo jina lake, kwa jina lake ambapo jina lake lilipo, mahali ambapo jina lake linatumikishwa, mahali ambapo nyota yake inatumikishwa, mahali ambapo jina lake linatumika kuleta faida kwa watu wengine. Naita nyota yako, njoo. Nyota rudi, nyota rudi, nyota rudi, nyota ikurudie, nyota ikurudie, iwasumbue huko, ipige kelele huko. Wao wameiweka kwenye chungu, wao wameweka kwenye milango, wao wameweka kwenye shimo, wao wameweka kwa waganga, wao wameweka kwenye matanuri, wao wameweka kwenye mazeze. Mahali popote ilipo nyota yako, kama inatumika na wasanii,
jamii, kama inatumika na wanasiasa, nyota rudi, nyota rudi, nyota rudi, nyota rudi, nyota rudi, nyota rudi. Narudisha nyota, narudisha nyota, nyota irudi kwa jina la Yesu. Kama kuna mganga amehamisha nyota yako, kama kuna wachawi wamehamisha nyota yako, nairudisha kwa jina la Yesu, nairudisha kwa jina la Yesu, nairudisha nyota yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uchawi, wengine mliendaga kwa waganga mkajiunganisha, ukaambiwa kwamba nasafisha nyota, mganga akwambia kwamba natakasa nyota, baada hapo ndo akaifunga kabisa na kusafisha na kuita kwa jina la Yesu. Mahali inapotajwa jina la Yesu, uganga unashindwa, nguvu za giza zinashindwa. Uliendaga ukatoa sadaka, baada ya kutoa sadaka nyota yako ikaenda huko, nyota yako ikachukuliwa huko kwa mizimu, huko kwa waganga, huko kwa walozi. Leo nakuita nyota yako irudi, nyota yako iliyoibiwa, nyota yako iliyoibiwa kwa jina la Yesu. Kila kilichokufunga, kilichofunga ufahamu wako, ni kama akili yako imechukuliwa, huwezi kufanya mambo makubwa, na kuita njoo kwa jina la Yesu, na kuita njoo kwa jina la Yesu. Naita nyota yako irudi, irudi kwa jina la Yesu. Nyota yako irudi, kibali chako kirudi, nuru yako irudi. Toka nguvu za giza, toka uliyemkamata mtu huyu. Muhula wako umeisha, wakati wa kumfunga umeisha, wakati wa kumfunga umeisha. Ni wakati wa kumfungulia na kufungulia kwenye chumba hicho, na ifungua nyota yako kwenye chumba hicho, hicho chumba cha siri, huko sirini walikokuweka, na kutoa kwenye usingizi huo, na kutoa kwenye giza hilo. Maisha yako yamekuwa yapo kama kwenye ndoto, na kuita rudi sasa. Nguvu inakuja hiyo, nguvu, naachia nguvu, naachia nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu kwa jina la Yesu, hiyo nguvu kwa jina la Yesu, hiyo nguvu. Usiogope, unafunguliwa, unasikia vinu nakatika, vinaachia nguvu, unasikia imekujaa, unasikia kutikiswa, tikiswa. Rudishiwa nyota yako, rudishiwa nyota yako. Pokea nyota yako sasa, pokea nyota yako sasa, pokea nyota yako sasa, pokea nyota yako sasa, pokea miaka yako iliyoliwa, pokea kibali chako. Nyota yako irudi, nyota yako irudi, irudi mahali pake katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Nyota yako ikurudie. Ita kwa mara ya kwanza, nyota yangu, sema irudi. Mara ya pili, rudisha nyota yako. Mara ya tatu, rudisha nyota yako. Mara ya nne, rudisha nyota yako. Mara ya tano, rudisha nyota yako. Mara ya sita, rudisha nyota yako. Mara ya saba, ukamilifu wa kimbingu, nyota yako irudi kwa jina la Yesu. Na aliyeishikilia asiiguse tena. Mungu akutunze na itunze nyota yako, ukastawi, ukang'ae, jina lako likapata heshima tena kwa jina la Yesu, amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mwombezi mchungaji Godwin Ndelwa ambaye nimekuombea, na hakika maombi haya ni hatari sana. Ni maombi yanayoenda kukuletea mafanikio makubwa, na yanaenda kukupa wepesi na mpenyo, na ufahamu wako utaona kama umerudi. Utaona ni kama akili yako ilikuwa kuna mahali imewekwa. Ni kama sasa unaanza kuona kwa nini jambo fulani nilikuwa nashindwa kulifanya mwanzo. Ni kwa nini nilikuwa naweza kufanya vitu fulani. Kuna usingizi ulikuwa umekuvaa. Sasa hivi usingizi huo unakuachia. Fikra zako na fahamu zako nazifungua, ukawaze mambo makubwa na ukafanyikiwe. Nuru yako ikarudi katika jina la Yesu. Vyote vilivyopotea kwenye maisha yako virudi. Pokea, ninavirudisha kwa jina la Yesu. Hiyo mamlaka ninayo, navirudisha kwa jina la Yesu. Rudi uvipokee, pokea kwa imani katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Unaweza kuyapokea maombi haya kwa imani kwa kuyasindikiza na sadaka yako ya kupokea nyota, sadaka ya kupokea nyota yako kwa imani ya kurejeshewa nyota. Naambia Mungu, nakushukuru kwa sababu umenirejeshea nyota. Mungu, nakushukuru kwa sababu umenirejeshea kibali changu. Achia sadaka yako ya hiari ambayo haina kiwango, ni vile Mungu amekugusa na Mungu amekubariki, kwa namba 074391 0743913291 0743913291. Ni namba ya Tanzania. Uliye Kenya na uliye nje ya Tanzania, anza na 255. Na kama uko Kenya, basi niambie mtumishi wa Mungu, naomba namba ya sadaka ya Kenya ili niweze kuachilia sadaka yangu. Na hiyo namba jina natakiwa lije Noeli Mwanyika, lakini hii namba ya M-Pesa jina ni Godwin Ndelwa au Godwin Ayubu Ndelwa. Mungu wa mbinguni akubariki, akutende mema. Ninakuombea maombi haya yakarejeshe heshima yako kwa jina la Yesu, amen.